Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha, amma ba'd. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yetu hii, twakukaribisha kwa moyo mkundufu tukiendelea na somo la Aqidatul Islam ama tauhidi ya faslul khamis, mlango wa 15. Sin sual, madha yajuzu lahu fi mulkihi wa ibadihi, ni lipi ambalo lafaa kwa Mwenyezi Mungu, fi mulkihi, katika ufalme wake, wa ibadihi, na waja wake, ni jambo gani ambalo lafaa kwa waja wake pia. Walahu an yaf'ala fi mulkihi ma yasha'u, na nda Mwenyezi Mungu, manake ana khiari Mwenyezi Mungu, anao Mwenyezi Mungu an yaf'ala fi mulkihi, kufanya katika ufalme wake, ma yasha'u, yoyote anayoyataka ama lolote alitakalo. Wama rabbuka, na hakuwa Mola wako, bidhallamin lilabid, ni mwenye kuwadhulumu kabisa waja wake. Hakuwa Mwenyezi Mungu bidhallamin lilabid, ni mwenye kuwadhulumu kabisa waja wake. Hapo ni wizani ya mubalagha, lakini haina maana ya mubalagha kama tulivyozoea, bali yeni ni kukataa kabisa. Yeni sio mwenye kudhulumu mno, lakini wadhulumu katiti waweza. Kabisa hawadhulumu kabisa. Kuna zitu toka kaidani katika lugha, ukisoma masala marefu, lakini tafsiri ndio hakuwa Mwenyezi Mungu ni wenye kudhulumu waja wake kabisa. Yuthibu ibadahu ala taati fadlan, huwalipa thawabu waja wake ala taati, juu ya taa, juu ya mambo ya kumtii, fadlan, kwa fadla zake, ama kifadla mwenyewe tu ametaka, wa karaman, na kwa ukarimu, ni ukarimu wake na fadla zake utuandikia thawabu. Wa yuaqibuhum ala almaasi hikmatan wa adlan, na huwa tesa na kuwaadhibu juu ya maasiya, hikmatan, kwa hikma zake, wa adlan, na uadilifu, na kiuadilifu, kihikma na kiuadilifu, kwa sababu yeye ndo ajua. Kuna wengine kulingana na binadamu, kama hawangekuwa pana moto, basi wangefanya moto, wangekuwa ni wao ndo moto. Lakini kwa kuwalipa watu thawabu, watu wamekuwa wengi ufanya mambo ya kheri kwa kutarajia thawabu, na ni fadhila yake na karamu yake. Na si lazima kuwa umefanya jambo lema kulipe. Kuna watu watafanya mema na wasende kupata ajri kwa sababu mbalimbali. Moja ni ria, moja ni kosa ikhlas, wal billahi min dhalik. Mungu atutoe katika makundi hayo ya kukataliwa amali zao. Amali zetu na harakati na sakanati ziwe makbula khalisan liwajhil karim. Sin sual, ma hukmu taatihi ala ibadihi, ni ipi hukmu ya kumtii Mwenyezi Mungu juu ya waja wake? Ni ipi hukmu ya kutiiwa Mwenyezi Mungu juu ya waja wake? Yeni hii ibara, je, kumtii Mwenyezi Mungu waja pana hukmu gani? Wa anna ta'atahu, na yakuwa kumtii Mwenyezi Mungu wajibatun ala ibadi, ni kwenye kupaswa juu ya waja wake. Kila alilolisema sisi ni wajibu tulifanya na kumtii. Biijabihi, kwa kupasisha huko sisi kumtii. Ala alsinati anbiyaihi, juu ya ndimi za mitume wake watukufu wa daraja, alayhimus salatu wassalamu, juu yao rehma na amani. Sin sual, madha yajibu an nu'mina bihi, ni kitu gani ambacho chapaswa kukiamini kwa Mwenyezi Mungu?
madha yajibu, ni kitu gani ambacho chapaswa, anu'mina bihi, kukiamini kwa Mwenyezi Mungu, wa nu'minu bikulli kitabin anzalahu Allah, na tuamini kwa kila chuo alichokiteremsha Mwenyezi Mungu atukhsheo, na tuamini kwa kila kitabu ama chuo alichokiteremsha Mwenyezi Mungu atukhsheo, wa bikulli rasulin, na kwa kila mtume arsalahu Allahu, aliyomtuma Mwenyezi Mungu, ni wajib sisi tumuamini yule mtume, wa bimalaikatillahi, na kwa malaika Mwenyezi Mungu pia tuamini malaika, wa bilqadari, na tuamini kwa kadari, khairihi, khairi ya kadari, wa sharrihi, na shari ya kadari, kuwa zote hizo zimepangwa na kuandikwa na Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kuwa si adabu kumnasibishia Mwenyezi Mungu shari, bali ni kusubiri na kumuomba Mwenyezi Mungu atupe subra na kushinda mitihani mizito mizito na migumu migumu. Wa as'adallahu awqatakum wa ila liqa. Tusisahau kama kawaida kulike, kushare na kusubscribe, na jaza yetu tutaipata kwa Allah. Mola awabariki wote wenye kufuatilizia, na awabariki mashekhe zetu, walimu wetu na walokufa. Allah awarehemu, aweke pema pamoja na wema. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.